waandishi wa habari wote kwa kushirikiana na serikali lakini na wadau wote ambao sio serikali katika kuhakikisha kwamba tunaendeleza taifa letu katika misingi ya amani ili tuweze kujenga maendeleo katika taifa letu. Ninayo furaha pia kuambia kuwa mkoa wetu wa Dar es Salaam umeendelea kurejea katika hali ya amani, lakini zaidi pia maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ni kuendelea kuhakikisha tunaunganisha Watanzania na hasa wana Dar es Salaam kuendelea kwa kitu kimoja. Kutokana na mkoa wetu kuendelea kurejea katika hali yake ya amani, ninayo furaha pia kuwaambia kuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan atazungumza na wazee wa Dar es Salaam kesho tarehe 2 Disemba 2025 katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Julius Nyerere. Dar es Salaam tunaendelea kuita kuwa ni kitovu cha amani. Dar es Salaam tunaendelea kuita kuwa ni kitovu cha umoja. Dar es Salaam tunaendelea kuita kuwa ni kitovu cha kiuchumi. Dar es Salaam tunaendelea kuita kuwa ni kitovu cha kidiplomasia na uhusiano wa kimataifa. Na kwa mantiki hiyo, mtu yoyote anayo dhamana pana ya kuhakikisha taswira hizi zote nilizokuzitaja zinalindwa kwa nguvu zote. Wale wote kwa kushirikiana na serikali lakini na wadau wote ambao sio serikali katika kuhakikisha kwamba tunaendeleza taifa letu katika misingi ya amani ili tuweze kujenga maendeleo katika taifa letu. Ninayo furaha pia kuambia kuwa mkoa wetu wa Dar es Salaam umeendelea kurejea katika hali ya amani, lakini zaidi pia maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ni kuendelea kuhakikisha tunaunganisha Watanzania na hasa wana Dar es Salaam kuendelea kwa kitu kimoja. Kutokana na mkoa wetu kuendelea kurejea katika hali yake ya amani, ninayo furaha pia kuwaambia kuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan atazungumza na wazee wa Dar es Salaam kesho tarehe 2 Disemba 2025 katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Julius Nyerere. Dar es Salaam tunaendelea kuita kuwa ni kitovu cha amani. Dar es Salaam tunaendelea kuita kuwa ni kitovu cha umoja. Dar es Salaam tunaendelea kuita kuwa ni kitovu cha kiuchumi. Dar es Salaam tunaendelea kuita kuwa ni kitovu cha kidiplomasia na uhusiano wa kimataifa. Na kwa mantiki hiyo, mtu yoyote anayo dhamana pana ya kuhakikisha taswira hizi zote nilizokuzitaja zinalindwa kwa nguvu zote.